Vita ya Irani na Marekani, lakini pia Israel ikiwa ndani yake imeonekana kupoa kidogo kutokana na kile ambacho kinaonyesha ni makubaliano ambayo wamewekeana kati ya Irani lakini pia na Marekani. Sasa tunaarifiwa kwamba mafuta yashuka bei baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Irani ya kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Bei ya mafuta duniani imeshuka sana na masoko ya hisa yamepanda baada ya Marekani na Irani kukubaliana kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki mbili ambayo yanajumuisha kufunguliwa tena kwa njia kuu ya maji ya Hormuz. Bei ya mafuta ghafi ya Brent ilishuka kwa takriban 13% hadi dola 94.80 ambayo sawa na euro 70.73 kwa pipa, huku mafuta yaliyouzwa Marekani yakiwa chini kwa zaidi ya 15% kwa dola 95.75. Lakini bei ya mafuta inabaki juu kuliko kabla ya mzozo kuanza tarehe 28 Februari. Wakati huo ilikuwa ikiuzwa kwa karibu dola 70 kwa pipa. Sasa unaweza ukaona sasa hivi Marekani wameuza dola 95.75 wakati kabla ya vita ilikuwa ni dola 70. So unaona bado gharama japo inaonekana imeshuka, lakini bado ipo juu ukilinganisha na kabla ya vita. Gharama ya nishati imepanda huku usambazaji wa mafuta na gesi kutoka Mashariki ya Kati ukivurugika sana baada ya Irani kutishia kushambulia meli zinazojaribu kutumia njia hiyo ya baharini kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel. Fakhris kuu za hisa katika eneo la Asia Pacific ziliongezeka Jumatano asubuhi. Nikkei 225 ya Japan iliongezeka kwa 5%, huku Kospi ya Korea Kusini ikipanda kwa karibu 6%. Hang Seng wa Hong Kong alipanda kwa 2.8%, huku ASX 200 nchini Australia ikipanda kwa 2.7%. Mustakabali wa soko la hisa la Marekani pia uliashiria kufunguliwa kwa Wall Street. Mikataba ya hatima ni makubaliano ya kununua mali kwa bei iliyowekwa baadaye. Katika kesi ya hatima ya hisa za Marekani inaweza kuonyesha mwelekeo wa soko kabla ya kufunguliwa. Katika chapisho la mitandao ya kijamii Jumanne jioni, Trump alisema, "Ninakubali kusimamisha mashambulizi ya mabomu na Irani kwa muda wa wiki mbili, kulingana na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani kukubali kufunguliwa kamili, haraka na salama kwa lango la Hormuz." Alikuwa ameweka tarehe ya mwisho ya saa 2 kamili siku ya Jumanne, siku ya Jumatano, akitishia kwamba ustaarabu mzima utakufa usiku wa leo ikiwa hakuna makubaliano yaliyofikiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alisema kwenye mitandao ya kijamii kwamba Tehran itakubali kusitisha mapigano ikiwa mashambulizi dhidi ya Irani yatasitishwa, akiongeza kuwa njia
salama ya kupita kupitia mlango bahari wa Hormuz itawezekana. Licha ya vitisho vyake, Trump alikuwa na uwezekano wa kuwa na wasiwasi kuhusu kuruhusu bei za nishati zipande kwa kuzidisha mzozo huo. Alisema Xavier Smith kutoka kampuni ya utafiti wa soko la AlphaSense. Hilo lingewezekana kusababisha jeraha la kiuchumi la kujiletea ambalo wachache wangehatarisha, hasa kutokana na shinikizo linalokuja la viwango vya kuidhinishwa kwa uongozi wa Trump, Thimisi alisema. Meli zaidi za mafuta zilizokwama karibu na mlango bahari huenda zikaweza kupita kwenye njia ya maji wakati wa kusitisha mapigano na kutoa unafuu kwa masoko katika wiki zijazo, alisema Saul Kavok kutoka MCT McQueen. Licha ya mgogoro huo, baadhi ya meli zimepita mlango bahari wa Hormuz, ingawa ni chache sana kuliko kawaida. Nchi za Asia ikiwa ni pamoja na India, Malaysia na Ufilipino zimejadili njia salama ya meli zao katika wiki ya hivi karibuni. China pia imekiri kwamba meli zake kadhaa zimevuka mlango bahari tangu vita vianze. Wakati huo huo, meli ya makontena yenye bendera ya Malta inayomilikiwa na kampuni ya Ufaransa ya CMA ilivuka njia ya usafirishaji. Shirika la habari la BFM TV ambalo linamilikiwa na kampuni ya usafirishaji lilithibitisha Ijumaa. Na meli ya Kijapan iliyobeba gesi asilia pia ilifanikiwa kutoka kwenye mlango bahari. Kampuni kubwa ya meli ya MOL ilithibitisha. Kavanaugh alisema kwamba ingawa kusitisha mapigano kunaendelea, bado kuna uwezekano kwamba uzalishaji wa nishati katika Mashariki ya Kati utaanza tena kikamilifu hadi kuwe na imani ya makubaliano ya amani ya kudumu. Pia inaweza kuchukua miezi kadhaa kwa uzalishaji kuanza tena kutokana na uharibifu uliofanywa kwa miundombinu ya nishati katika eneo hilo, alisema. Irani imelenga miundombinu ya nishati na viwanda katika eneo hilo lenye utajiri wa mafuta kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani na Israel. Inaweza kuchukua miaka kurekebisha uharibifu huo na kugharimu zaidi ya dola bilioni 25 kulingana na kampuni ya utafiti ya Riyadh Energy. Bei ya nishati ilipanda katikati ya Machi baada ya mgomo dhidi ya kitovu cha kiwanda cha Ras Laffan cha Qatar ambacho hutoa takribani 1/5 ya gesi asilia iliyoyeyuka duniani. Wamiliki wa kituo hicho walisema mashambulizi hayo yamepunguza uwezo wa usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi kwa 17% na kwamba itachukua hadi miaka 5 kurekebisha uharibifu huo. Asia imeathiriwa zaidi na matokeo ya kiuchumi ya vita vya Irani, kwani nchi nyingi zinategemea sana nishati kutoka Ghuba. Serikali na makampuni kote katika eneo hilo yametangaza hatua katika wiki ya hivi karibuni ya kukabiliana na bei kubwa za nishati na uhaba wa mafuta. Mnamo Machi 24, Ufilipino
ambayo huingiza asilimia 98 ya mafuta yake kutoka Mashariki ya Kati, ikiwa nchi ya kwanza kutangaza dharura ya kitaifa ya nishati badala ya bei ya petrol baada ya bei ya petrol kuongezeka zaidi ya mara mbili. Mashirika mengi ya ndege katika eneo hilo yameongeza nauli na kupunguza safari za ndege kutokana na kupanda kwa bei za mafuta ya ndege. Nchi zinazoendelea barani Asia zimeathiriwa zaidi na mzozo huo, kwani nyingi hazina viwanda vyao vya kusafisha mafuta au akiba ya kutosha ya mafuta, alisema Ichiro Kutan kutoka taasisi ya uchumi wa nishati ya Japan. Kusitishwa kwa mapigano ni habari njema kwa nchi za Asia ikiwa kutadumu. Bei ya mafuta itarudi katika hali ya kawaida, ingawa hii itachukua muda. So hiyo ni taarifa ambayo inaendelea, ambayo inatueleza hayo yote kuhusiana na hiyo vita ambavyo vinaendelea huko kati ya Marekani na nchi ya Irani, ambapo inasemekana wamesitisha kwa wiki 2 sasa. Hii inaweza ikaleta ahueni au nafuu ya mafuta ambayo yamepanda kwa kasi kubwa kweli kweli.